mwisho wa siku hawatoi maamuzi, wanatoa mapendekezo, which ni tofauti na mahakamani. Unapoenda mahakamani, mahakama inatoa decision. Hii tume inatoa kitu kinaitwa recommendation, mapendekezo, kwamba kama ikimpendeza, as it deems fit, kama yeye anavyoona rais itakavyompendeza na afanye. Sasa wanakuletea mtu wa kukuchomesha huko, ndio huyu secretary. Kwa hiyo kuwa makini Mtanzania, usidanganyike. Kuwa makini Mtanzania, usidanganyike. Nyie mnaomba kupandishwa, tumeshawaambia mtapandishwa baadaye. Sasa hivi zilikuwa ni session ambazo watu wanapiga vitu wamevisoma, wamejiandaa navyo. Tukishamaliza mtapanda hapa, mtaongea tani yenu mpaka kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Ikiwezekana hata kabla ya hapo. Utaongea mpaka uchoke. Tuendelee. Ya 6, kutekeleza mapendekezo ya tume na ni machaguo yake. Hapa ndo point ambayo nilikuwa na kuelezea kwamba tume wanachokifanya au wanachokuja kukileta, hawaji kuleta decision. Hawamuincriminate yoyote. Hawasemi kwamba kulingana na makosa ambayo yamefanya labda Wambura, Camillus Wambura kama IGP alitoa oda 1 2 3 ya mtu kuuawa, kulingana na makosa ambayo amefanya Muliro kama RPC ameshindwa kusimamia sijui askari wake 1 2 3, basi wafungwe si miaka mingapi. Hapana. Wao wanatoa recommendation kwamba kulingana na mwenendo wa Inspector General of Police au Regional Police Commissioner RPC, kwa makosa haya ambayo yametendeka na vijana ambao wapo chini yao, au wanatakiwa labda wasimamishwe kazi, au wanatakiwa wapangiwe nafasi nyingine, au inabidi wafunguliwe kesi mahakamani. Kwa hiyo wao wanachokifanya ni kutoa recommendation tu, na hizo recommendation pia ni discretion ya rais. Aamue kufata ambacho wamekisema au auchubue. Yeye ndio maamuzi ni ya kwake, kwamba nifanye vile ambavyo wao wamependekeza au nisifanye, nimuondoe mtu kazini au nisimuondoe. Which hii ni jambo la kipuuzi kabisa, kwamba tumetumia zaidi ya milioni 300 kama alivyosema Shesha, which nafikiri mimi hata inazidi hapo hiyo pesa ambayo wanaitumia. Yani mimi naona hiyo kama ndogo. Nafikiri inazidi hapo pesa ambayo wanaitumia hii tume. Kwa sababu kwanza watu walioteuliwa tu hapo unaweza ukaona vyeo vyao, nafasi ambazo wamezunguka, sio watu wa kuwalipa 200 300. Yani ni watu ambao ukiwakusanya, yani mfuko wako lazima utoboke. Kwa hiyo wanachokifanya pale, wanahangaika, wanakusanya ushahidi, wanahoji mashahidi, wanapitia kwenye 1 2 3, wanaandaa ripoti. Wakishaandaa ripoti, wakisubmit kwa rais, rais ana machaguo ya kusema kwamba hiki nitafanya, hiki sifanyi, hiki nafanya, hiki sifanyi. Hiyo ni discretion yake kufanya au asiamue kufanya. Hiyo imekuwa provided under section 21 ya Commission of Inquiry Act Cap 32 revised edition ya mwaka 2023. Imekuwa provided pale kwamba kitu gani ambacho rais atakifanya endapo ripoti itakuwa submitted. Labda niwasomea hapa, tudili nayo kifungu kwa kifungu. Unaona bwana, muone uozo wa inchi. Inasema okay, hiyo section 21 sasa ya the Commission of Inquiry Act, section 21 inasema action on report, maamuzi kulingana na ripoti ambayo imewasilishwa na tume ya uchunguzi. Maamuzi gani yanafanyika? Nakwambia, upon receipt of a report of a commissioner at the end of the inquiry, the president may. Nimewaambia tena tangu jana, ukiona neno may, yani akishapokea ripoti ya ile tume ya uchunguzi, ile maamuzi ambayo atakuja kuyafanya ni discretion, yani ni kitu ambacho anaweza kufanya au asifanye. Ndo neno may. Ukishaona tu neno may, maana yake hiyo ni discretional power amekuwa vested nayo rais. Inasema
if the president is satisfied that the further investigation ought to be carried out or prosecution undertaken, instruct the director of public prosecution to advise the police what investigation should be done or direct the institution of the appropriate criminal prosecution. Mlikuwa mnasema kwamba rais hana nguvu ya kumdirect DPP. Njoo usikilize uozo wa hii sheria. Rais anamuelekeza DPP kitu gani cha kufanya. Yaani ndo maana hii nchi tunapambana hizi sheria ziondolewe. Hizi sheria zimeoza. Na nchi yoyote ambayo sheria zake hazina msimamo au hazijapangiliwa vizuri kulinda maslahi ya wananchi, maana yake kuendelea kwa hiyo nchi yani ni ndoto ambayo haitakuja kutimia. Kama sheria kama hizi zitaendelea, basi hii nchi maendeleo yake yatakuwa yani tutakuwa tunalala tunaota kwamba siku moja tutakuwa kama nchi fulani, lakini hatutafika kwa sababu kuna watu wamepewa mamlaka makubwa kupita kiasi. DPP kwa elimu ambayo anayo na upeo ambao anao, alipaswa hivi vitu vingine awe anaweza kuvifanya yeye kama yeye, lakini mwisho wa siku power imekuwa vested kwa rais. Anaamua as it deems fit. May anaweza kufanya kwamba, narudia tena, na ndio uone sasa kwa nini rais alivyoenda bungeni alikuwa na jeuri ya kusema kwamba nitamuelekeza DPP wale ambao wana makosa sijui madogo sina vipi na vipi, wale wanaweza wakaachiwa au aone namna ambayo anaweza akawapunguzia mashtaka. Kwa sababu gani? Amepewa power kubwa kuliko kawaida, vitu ambavyo DPP alitakiwa aweze kuvifanya yeye kama yeye, rais anampelekesha. Kwa sababu gani? DPP mwenyewe mteule tu. Inasema if the president is satisfied, kama ameridhika, yeye mwenyewe ameridhika, that further investigation ought to be carried, kwamba uchunguzi zaidi ufanyike, or prosecution undertaken, unaona, instruct the director of public prosecution, akiona yeye ikimpendeza au akiona inafaa, ana uwezo wa kumuelekeza DPP kwamba awashauri polisi wafanye uchunguzi zaidi juu ya lile jambo ambalo limechunguzwa na tume. Kwa hiyo tume imechunguza, na mbele nitakuja kuonyesha kwamba rais ana uwezo wa kuvizuia vyombo vingine vyote vya serikali visifanye kazi wakati tume inafanya kazi. Kama kuna kesi yoyote isifanywe kazi mpaka tume imalizie issue zake, alafu ndio vitu vingine viendelee. Unaona matumizi mabovu ya pesa yaliyopo, alafu hizi mamlaka zote ziko chini yake, which anaweza akazicontrol kwamba ili jambo halina haja ya kuzunguka huku, linatakiwa linyooke hapa. Lakini watu wanazunguka kwa sababu wanatafuta loopholes za sheria za kukwepa vikwazo. Kwa hiyo hapa tumeonyeshwa power ya rais kumcontrol DPP. Anamuelekeza kwamba hapa, kwa nilivyoona hii ripoti, kuna haja ya wewe kufuatilia, kufungua mashtaka, kuwaambia askari waendelee kufanya uchunguzi ili tujue nini kimetokea as it deems fit. Neno ukiona hilo neno au may, ujue hiyo ni discretion, anaweza kufanya au asifanye. B inasema if the president is of the opinion that any other measures ought to be taken against any person or persons, order that such measure be taken. Akiona kuna umuhimu wa maamuzi yoyote kuchukuliwa au mtu kuchukuliwa hatua yoyote, anaweza aamrishe kwamba hiyo hatua ifanyike au asiamrishe. Umeona hii sheria ilivyo kipuuzi. Yaani tume imechunguza, imeshaonyesha Bwana Juma amemuua PFD. Bwana Juma kamuua Safari. Alimpiga risasi sehemu fulani, ilikuwa hivi na hivi, na mashahidi wametoa ushahidi. Baada ya yote yale, rais ana power ya kusema kwamba kwa ninavyoona, okay, huyu mtu inabidi ashughulikiwe, apelekwe labda mahakamani, kesi yake ifunguliwe na mambo mengine yaendelee. Au anaweza akasema kwamba sijaona sababu ya kumincriminate huyo mtu. Mimi kwa nilichoona labda huyu mtu alikuwa anafanya majukumu yake ya kawaida. Na mmeona kwenye speech yake, kwenye ile speech ambayo watu wengi tumeizungumzia sana, anasema, na ndio hapo utaona kwamba maamuzi ya hii tume kweli ni ya kwake. Anasema kwamba
power iliyotumika ilikuwa reasonable, kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa nguvu ya kawaida, nguvu sahihi kulingana na watu ambao wamekuja. Nguvu ya kuua watu ilikuwa sahihi kulingana na watu ambao wamekuja. Tena akasema kwa kejeli kabisa, nyie mlitaka tufanyaje? Unaona, anasema nataka tufanyaje. Sijui ambaye amekoti vizuri maneno yake aniandikie hapo, ambaye amekoti vizuri maneno yake aniandikie. Alisema pale kwenye hotuba yake pale, alisema pale, akasema kwamba nyinyi mlitaka tufanye nini? Yani amehalalisha yale mauaji, kwamba mauaji yaliyofanyika ni sahihi na nguvu iliyotumika ni reasonable, which polisi wanatakiwa watumie kitu kinaitwa reasonable force, nguvu ya kadri. Sasa nguvu ya kadri, wao wamepiga watu risasi. Unaona, hiyo ni pointi ya 6 nilikuwa naiongelea. 7, tunaingia kitu kinaitwa ana uwezo na nguvu ya kuelekeza jeshi la polisi kuhudhuria vikao vya tume. Bomu lingine hili, bomu lingine. Rais amepewa mamlaka ya kuwaambia polisi wahudhurie kwenye vikao vya tume. Kivipi? Ukija kusoma kwenye hiyo section 18 of the Commission of Inquiry Act Cap 32 revised edition of 2023 inasema hapa kwenye kichwa chake cha habari, power to direct police officers to attend commissioners. Wana attend vipi? Kwamba rais amepewa nguvu ya kumshawishi au kumwelekeza, kumpa maelekezo Inspector General of Police IGP, ambaye kwa sasa ni Camillus Wambura, hateue katika vijana wake watu ambao wanaweza kwenda kusaidia tume kufanya mambo yake bila bugudha. Wanaweza kusaidia kwa kuenda kupeleka summons, kusaidia kulinda pale wakiwa kwenye vikao, wakiwa wanasikiliza mashahidi na mambo mengine. Ukisoma vizuri hii section inasema hivi: the president discretion nyingine, yani humu shall utaziona za kuokota tu, lakini may za kumwaga. Anasema the president may direct the Inspector General of Police to detail police officer to attend upon any commissioner to preserve order during the proceeding of the commission. Maana yake wanaenda kutoa ulinzi wakati mambo mengine yakiwa yanaendelea. Wanaenda kutoa ulinzi wakati tume ikiwa inafanya uchunguzi wake, inamsikiliza shahidi. Ndio unaelezea pale, bwana, maaskari walitupiga risasi Magomeni. Ilikuwa ni rubber bullets au walipiga risasi za kawaida? Zile risasi zilikuwa sio za kupigia binadamu, risasi nyingine za kupigia tembo. Juma na Mazie kampiga mtu risasi hiyo siku tarehe 29. Wewe uko pale unamwaga ubuyu. Kumbe Michael na Juma, Koplo Michael na Koplo Juma wote marafiki na walikuwa pamoja siku hiyo. Anasikia okay, huyu anamsagia kunguni Michael. Sawa. Taarifa imefika. Huyo ndo amekuja kulinda kikao ambacho wewe umeenda kutoa ushahidi. Usalama wako uko wapi? Wewe kama Mtanzania wa kawaida, usalama wako uko wapi? Usalama wako uko wapi? Kama polisi ambaye rais ndio amiri jeshi mkuu, yeye ndo ametoa killing order. Anayepewa killing order ya kuua ni mtu anaitwa IGP, Inspector General of Police, kwa sababu yeye ndo mkuu wa polisi, kwamba yeye ndo ataitoa moja kwa moja kwa polisi wake. IGP anaishusha kwa wakuu wa kanda, mapolisi wa kanda au mapolisi wa mkoa ambao ni ma-RPC. Unakutana na mtu anaitwa Muliro anaishusha kwa watu wa chini yake. Unakutana na mtu anaitwa Mafuele anaishusha kwa watu wake. Unakutana na wale sasa askari wa kawaida. Sasa niambie, ushahidi unaoenda kuutoa unahusiana na oda ambayo ameitoa rais ya kuua watu. Ulimuona Michael anaua, Juma akiwepo pembeni. Wewe hujui kama Juma yupo hapo mahakamani au hayupo, na ndio amekuja kusikiliza ushahidi. Watu ambao wanatuhumiwa ni watu ambao wako kwenye chain ya ulinzi na usalama. Unategemea nini kitakukuta? Ni kifo tu.
Ni kifo, hamna kupepesa macho, kitakacho kukuta ni kifo. Cheka umepewa bajaji, chekelea umepewa pikipiki, sijui chekelea umelipwa sijui milioni 2 milioni 3. Zile ni hongo tu za kuzubaisha, lakini itakapokuja kesi ya ICC inahitaji mashahidi, na walisha noti jina lako, wanakujua unapoishi, wanakujua mpaka namba yako ya NIDA, kwa sababu unapoenda mahakamani unaacha information zako sahihi, watakuwa wanakujua kila kitu, watakutafuta popote ulipo. Utakufa muda wowote, utakufa muda wowote. Tunaendelea kutoa hii elimu ili watu wajue wanadili na tume, wanadili na kitu cha hatari kiasi gani. Polisi ambao wameua watu wanaweza kuagizwa kwa matakwa ya rais, kwa oda ya rais, kupitia IGP kuja kwa RPC, kuja kwa polisi wa chini kabisa, waje kushiriki kulinda usalama wa vikao vya tume ya uchunguzi, na wewe ndio unatoa ushahidi wako pale. Unadhani uko salama? Hapo ndo tunaelezea, hapo ndo tunaelezea watu waelewe kwamba hii tume ni tume ya aina gani. Sio tu Othman Chande, yani unadili na watu wengine ambao we mwenyewe huwajui. Kwa hiyo tunapotoa hii elimu, tunavodadavua hizi sheria, tunavodadavua historia hizi tume, nia yetu ni kuona kwamba Watanzania wanaondokana kwanza na ujinga wa hili swala, wasipapatikie upumbavu kwa sababu tuna shahidi ambao wameathirika moja kwa moja, wanatafutwa wauawe, ili ICC itakapofungua kesi officially, mashahidi wa moja kwa moja wasiwepo, eyewitness wasiwepo, hata mmoja asitie pua, au wale walioathirika moja kwa moja wasisogee kule. Kwa hiyo mnapotezwa kimya kimya. Unaona, sasa hapa imesema to preserve order during the proceeding of the commission and to serve summonses on witnesses and to perform such other duties as the commissioners shall direct. Polisi hao wamekuja tu kusimamia, na sio tu kusimamia, wanapewa tena majukumu mengine, wanakuserve summons. Unapokuwa served summons ni wito. Ule wito wa mahakama unaandikwa according to the schedule ya hii sheria, unaandikwa wito, unaletewa wewe nyumbani kwako, au unaletewa serikali ya mtaa. Wanatafuta namna yoyote ambayo wewe unaweza ukakufikia wito kwa njia rahisi. Kwa hiyo kama wito unaletewa, maana yake wanajua mpaka sehemu ambayo unakaa, wana details zako zote. Sasa umeenda kumsagia kunguni Michael kwenye tume ya uchunguzi, Juma amekuona pale, kesho atakuacha? Juma akitoka pale aende kumwambia Michael, bwana kuna dogo alikuwa anakuzungumzia ameshika mpaka namba yako. Mwisho wa siku unakuja kuuawa. Kesho kutwa kesi kifunguliwa mahakamani, ushahidi unahitajika ili huyo mtu ambaye wewe ulimsema na namba yake umeisema pale ya polisi afungwe. You are nowhere to be found. Tayari wameshakupeleka futi 7 alizini, hawacheki na nyani. Kwa hiyo usijipendekeze ukatoa pua yako kwenda kwenye tume ukitegemea kwamba kuna nafuu utaenda kuipata, au ukaona wenzako wamepewa vibajaji basi na wewe macho akawa amekutoka. Watakukata shingo ya kizazi. Namba 8. Unaona? Namba 8. Namba 8. Hii naona inaingiliana ile pointi nyingine hii ya kwamba maamuzi ya mwisho juu ya ripoti ya tume anayo rais. Hii ndo kuhusu ripoti. Sasa hii tutairuka, tutaenda kitu kingine. Kuna issue inaitwa nguvu ya kuapisha wajumbe au wanachama wa tume. Unasikia mambo hayo? Rais huyu ambaye amekuwa vested power ya kuunda tume, amepewa power ya kuremove, kualter au kuvunja, kurevoke hiyo commission. Huku tena amepewa power ya kuapisha wale members, wanachama au washirika wa tume. Unaona? Na wote tunajua hapa kiapo. Kama vile unapokuwa mahakamani unaapa pale, upo mbele ya nani pale unapoapa, au unaenda kuandika ile affidavit hati ya kiapo uko mbele ya wakili. Unaenda mahakamani utasema ukweli mtupu, utalinda, lakini at the same time uko pale
unatetea interest za sehemu fulani. Sasa unaposema kwamba wajumbe wa tume ya uchunguzi au wajumbe au wanachama wa kamati au tume ya uchunguzi wanaapa kwa rais, maana yake wao ni watiifu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mtu ambaye anaapishwa na rais maana yake anaenda kutetea interest za rais, haendi kutetea interest za mwananchi mmoja mmoja. At least wangesema wanaenda kuapishwa mahakamani, tungeelewa kwamba wanaenda kwenye chombo cha sheria na chombo cha kudispense haki. Unaona, ameunda tume, yeye ana uwezo wa kuwabadilisha, ana uwezo wa kuvunja tume, na yeye ndio muapishaji. Kwa mujibu wa sheria anaapisha yeye au mtu mwingine ambaye amempa mamlaka ya kuapisha. Ukisoma section 7 ambayo jana niliruka nikawaambia hii nitakapokuja kugonga point nitawaelezea kwa nini section 7 niliruka. Section 7 inasema oath of office by commissioners. Mambo ya viapo. Sasa sikiliza hapa ndo utajua kuna ulazima. Inasema it shall be the duty of each commissioner appointed under this act to make and subscribe to an oath or affirmation in the form prescribed in the schedule, which oath or affirmation may be taken before the president, inaweza kufanyika mbele ya rais, or before such other person as the president may appoint. Kwa hiyo hii discretion ambayo imewekwa hapa kwamba unaweza ukaapa mbele ya rais au mtu mwingine ambaye moja, kwamba power ya kukuapisha iko kwa rais tu, kwa sababu hata huyu mtu mwingine ambao sheria imeprovide ni mtu huyu ambaye anateuliwa na rais. Kwa hiyo na yeye anakuwa mtiifu kwa rais. Sasa unaenda kuapishwa na watu ambao ni watiifu kwa mtu mtendaji aliyeamrisha watu wauawe, watu walawitiwe, watu wabakwe, watu wapewe vilema vya kudumu, watu watekwe, unaona, watu wanyongwe, wengine wametupwa mapolini sijui huko, watu wamezikwa, wamechomwa moto. Yani aliamrisha hayo mambo yote. Yeye ndo ana power ya kumuapisha member wa commission. Maana yake unaposema mtu anaapa, kiapo ni jambo kubwa sana kwa watu ambao wamepitia jeshi, nadhani wanaelewa. Unaposema unaapa, mwanajeshi anaapa kumlinda rais, anaapa kulinda nchi yake kwa kifo au hai, chochote kile kitakachomkuta, lakini anahakikisha kwamba kiapo chake amekitimiza. Yeye amechaguliwa pale kwenda kutetea maslahi ya taifa, na atalifia taifa, ikiwezekana ataenda vitani kupigana kwa ajili ya kuliwakilisha taifa. Sasa unaposema power ya kuapisha mtu anayo rais, maana yake wale watu wote wanaoingia kwenye ile tume wanaenda kutetea maslahi mapana ya rais, hawaendi kutetea maslahi ya nchi, kwa sababu wanaapa mbele yake. Wanachokiapa ni kumlinda yeye dhidi ya kitu chochote ambacho kinaenda kufanyika kule. Wewe unategemea wataingia hawa kwenye tume watu ambao wameenda kuapa mbele ya rais waende kukutetea wewe? Wao ni wajinga au mabumunda kiasi gani mpaka waapishwe, walipwe pesa, wapewe ulinzi na rais, alafu mwisho wajinga kiasi hicho? Hapana, haiwezekani na haipo hivyo. Na ndio maana tunachambua, kuwaonyesha watu, kuwaamsha walioko usingizini, kuwaamsha waliolala, waelewe wanadili na kitu cha namna gani. Wanadili na kitu cha hatari vibaya mno, lakini wanadili nacho kawaida. Kwa sisi tumekuja na mpango, tumekuja na mdahalo wa kudiskasi, kuchambua vifungu vya sheria, kuchambua historia, kuwaonyesha Watanzania kwamba hiki mnachokifanya ni kiini macho. Mnapoenda kwenye hiyo tume hiyo, mwenye nguvu ya kuiteua hiyo tume ni rais, mwenye nguvu ya kuihamisha kuanzisha hiyo tume ni rais,
yeye ndo anaweza kuchagua wajumbe wanaoshiriki kwenye hiyo tume. Yeye ana uwezo wa kuwabadilisha, ana uwezo wa kuvunja, ana uwezo wa kubadilisha tume. At the same time wanaapa kwake. Kwa hiyo wanapoapa wanaenda kulinda interest ya kwake tu kwenye tume, hawaendi kukuprotect wewe. Na wanapoenda tofauti, wanakutana na mtu anaitwa secretary pale katikati, anarekodi kila kitu, anampelekea rais, wakizingua na wachomoa. Na sio hivyo tu, polisi wanaingia kwenye hiyo tume ya uchunguzi, wanaingia pale kuhakikisha usalama upo. Sasa kwenye usalama upo, wao pia wanadukua taarifa zako, wanadukua ushahidi wako, kuona kama huo ushahidi una uzito, unaweza ukawafunga au unaweza ukawadidimiza. Watakupoteza muda wowote. Polisi wenyewe wamekuwa vested na power pia kukuletea summons. Wanakuletea summons paka kwako, maana yake wanajua unapokaa, wanajua majina yako kamili, wanajua namba yako ya NIDA, wanaijua familia yako. Unapoenda kwenye tume, unaenda kuiweka familia yako rehani. Yani ni kama vile yani we familia yako umeifanya stake. Watu wa betting wanajua haya mambo. Umeifanya stake. Au watu wana trade forex huko wanajua hayo mambo. Unaona? Umeplace order, unasikilizia itapanda itashuka. Unabuy au una sell? Wewe unabuy yenyewe ina sell. Wewe una sell yenyewe ina buy. Baba Jeni bye bye. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio unaipeleka familia yako kwenye moto. Unaenda kudili na watu ambao wameapa kulinda interest ya rais, ukitegemea kwamba wataenda kukutetea wewe. Sasa hapo, hizo ni baadhi ya point ambazo nilizipanga kuongea, kuwaonyesha kwamba rais anawezaje kuingilia utendaji mzima wa hii tume. Na pointi ziko 9. Lakini kama muda ungekuwa unatosha zaidi ningekuja na mapointi mengi sana, ila kwa kuwa mapointi tunayo ni mengi, hapo karibia 7 sijui 8, tutazidi kuendelea kuchambua kipengele kimoja baada ya kingine. Mpaka sasa hivi tumemaliza vipengele 4 mpaka leo. Unaona? Sasa kwa kipengele nadhani cha muingiliano wa rais na tume tuishie hapo. Na kwa dakika zetu zilizobaki sidhani kama tutaweza kuendelea na kipengele kingine cha 5. Na kipengele cha Dajeje naye alikuwa anataka kupiga kile cha usalama wa mashahidi. Sijataka kuingia